kuletea kueleza kila wakati. Napenda sana. Mimi ni mwanafunzi wa historia, fasihi na wanahabari. Wakati ambapo kila wakati ukiona vitu vingine naweza kuletea katika barabara ya kifasihi fasihi, usione vibaya. Ni majembe, baadhi ya majembe ambayo natumia. Ukinipata na kuletea maneno ambayo ni paruanja kupitia njia ya mawasiliano, usione tena ni katika, ukiona naweza leta habari kupitia njia ya kihistoria, vile vile tena unaniruhusu tu, kwa sababu hiyo ndio sehemu ama ni pono yangu Mungu amenipatia, na natumia kwa barabara hiyo, kwa njia ambayo inahitajika. Leo hii basi, jizuie na hatari ya rafiki yako kuanzisha urafiki na maadui zako. Sijui kama unanipata. Jizuie na hatari ya rafiki yako kuanzisha urafiki na adui zako. Utanielewa, safari bado. Na ndio maana ninazungumza hivyo. Story moja ambayo mimi nilibaki nimeisoma kwa makini sana, kwa sababu nikuelezea mimi ni mwanafunzi wa historia na nimeelewa sana historia. Story ya Lumumba na Mobutu. Sijui kama wengi waliweza kusoma hiyo story. Story ya Lumumba na Mobutu. Mobutu Sese Seko. Ya wakati huo ilikuwa inaitwa Zaire. Ya. Baada ya majadiliano ya kwanza kuhusiana na uhuru wa Kongo, msikilizaji, DRC yaliyofanyika Brussels, makubaliano ya awali yalifikiwa hakuwa wapewe uhuru wao tarehe 30 Juni mwaka 1960. Patrice Lumumba aliyekuwa akiongoza mazungumzo hayo alilazimika kuanza safari ya kurudi Kongo ili kuanza maandalizi wakati wa majadiliano mengine yakiendelea. Baada ya makubaliano ya kisiasa yalifuata makubaliano ya kiuchumi kuhusiana na rasilimali za Kongo. Lumumba alimwamini rafiki yake Joe Mobutu kuongoza raundi ya pili ya majadiliano. Alimwamini Mobutu Sese Seko, anajulikana kama Joe Mobutu. Alimwamini kuongoza raundi ya pili ya majadiliano. Ukiacha tu ukweli kwamba walipigwa kwenye majadiliano kutokana na uzoefu wa watu waliokuwa upande wao na upande wa Ubelgiji. Hadi wakati huu ni wa Kongo 17 tu ndio walikuwa wana shahada. Only 17 Congolese ndio walikuwa wana shahada. Jambo lingine ambalo Lumumba alikuwa halijui ni kuwa maagent wa CIA wa Sloveti walikuwa tayari wako Brussels wakizengea na kuweza kuongea na viongozi wa Kongo waliobakia. Walifanikiwa kupandikizia chuki Mobutu dhidi ya rafiki yake Lumumba, na chifu wa CIA Leopoldville Kinshasa, Larry Delvin, alimuingiza katika orodha ya malipo rasmi. Rafiki yake wa karibu aliyewahi kumfanya private secretary wake akiwa waziri mkuu ndiye alishirikiana na adui zake. Just imagine. Rafiki yake wa karibu ambaye alimfanya private secretary wake akiwa waziri mkuu ndiye aliyeshirikiana na adui zake. Sio tu aliagiza kukamatwa kwa Lumumba, bali aliagiza auawe kwa kupigwa risasi, mwili kukatwa na msumeno, na siku ya pili aliagiza wafukue mwili na uyeyushwe kwa tindikali ili kupoteza ushahidi. Singependa kwenda mbali, kwa sababu ninakuelezea kwa sababu maneno ya kihistoria. Na yalifanyika. Mungu akupe macho kujua pale rafiki yako anapoanza kujenga urafiki na adui zako. Mungu akusaidie.
Japo hayo yalifanyika, Mobutu Sese Seko hakuishi. Ilifika wakati wake akaondoka. Yani unaweza kufanya mabaya ukafikiria kwamba wewe ni chuma. Hamna chuma. Juzi kwenye taifa la Kenya nimefuatilia taarifa na nikaona kwamba mbunge mmoja akisema kwamba maisha yake yako hatarini, na yalikuwa hatarini na amezikwa, lakini waliotekeleza si wanabaki wanakula, wako hai, lakini hatima yao wao ni chuma, hawataishi siku zote. Duniani tulikuja peku, na kabla ya Kristo aje hata tutenda na mwili huu ambao tuko ndani, tutaondoka kwenye mwili mwingine, na kama sio hivyo bado tutaondoka peku. Majira yakifika, ukisema Bwana umekamilisha kazi niliyokuitia kufanya, unatii amri ya jeshi. Amri ya jeshi ni Jehova, anaweza kukuita saa yote. Kuna wanaoitwa wakiwa na miaka 150, wengine wameishi hadi waliishi kama Medusela miaka mingi 800 na kuna wale ambao wataishi miaka ambayo wanaitwa kwenye viwango tofauti. Ile ni Mungu ndiye ako na hilo jukumu, na utawapata wengine wanajinyonga wenyewe kwa sababu ya hali ya maisha inavyowapelekesha. Hilo jukumu sio lako, liko mikononi mwake. Ukishatamatisha kazi aliyokuitia, anakuita nyumbani, na unaenda ukiwa na furaha kwa sababu ni nyumbani. Sasa mwanadamu ana nguvu na uwezo wa kuweza kuangamiza mwanadamu mwenzake. Ana nguvu, ana uwezo. Yesu alikaa na alijua atakaye msaliti. Alijua kwa sababu Yesu alikuwa ni Mungu. Alijua na hakutoka mbali, alikuwa within the circles ya wanafunzi, alikuwa within the circles ya wanafunzi. Na hata waliokuwa wanataka kuja kumwangamiza hawakuwa wanajua Yesu ni nani, hadi inabidi yeye asema mimi nitawapatia ishara, na Yesu alijua. Patrice Lumumba alimwamini sana rafiki yake, alimwamini. Just imagine, sio kuagizwa kwamba kukamatwa kwa Lumumba peke yake, bali aliagiza uawe kwa kupigwa risasi, mwili kukatwa na msumeno, na siku ya pili aliagiza wafukue mwili na uyeyushwe kwa tindikali ili kupoteza ushahidi. Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko kukunge mbundo wa Nzambaga. Kuna kibao fulani katika wale ambao wanapenda rumba, kuna kibao fulani ambacho kinaelezea sana masuala ya Mobutu Sese Seko. Mbea Mobutu Sese Seko, lakini muda wake pia ulifika. Franco alibaki amekiimba sana hicho kibao ambacho Franco Luambo Makiadi aliweza kukiimba sana, Mobutu Sese Seko.
kizungumzia sana kwa kina